Amini katika kanuni ya kimahusiano. Methali 13:20 inasemaje? Nenda pamoja na wenye hekima na utakuwa mwenye hekima, bali rafiki wa wapumbavu ataumia. Mithali 27:17 inasemaje? Chuma hunoa chuma, ndivyo mtu anoavyo uso wa rafiki yake. Chuma hunoa chuma, ndivyo mtu anoavyo uso wa rafiki yake. Jiweke na watu ambao wana fikra kama za kwako, mnaongea lugha moja, mnaelekea kwenye safari moja, uende usonga mbele, kwa sababu anasema chuma hunoa chuma, ndivyo mtu anoavyo uso wa rafiki yake. Anasema kunoa uso haimaanishi ni uso utanolewa, uso kanoa uso huu, ila ananoa vitu ndani yako ambavyo vitakuja kuleta vitu vinavyoonekana kwa jinsi ya macho, kwamba vitakuwa vipo vinaonekana kwamba huyu ni fulani, huyu amefanya hiki, hiki ni cha fulani, hiki ni cha huyu. Kwa hiyo ili mtu afike juu anahitaji watu sahihi. Lazima uwe na watu ambao wanaenda kule unakokwenda, sio wewe unaenda huku, ila marafiki zako wote wanaelekea huku. Hatukatai kuwa na marafiki wengine wanaofanya vitu vingine, hatukatai, lakini uwe na marafiki wanaoelekea kule ambako unaelekea. Lazima uamue kutembea na watu wanaoelekea kule ambako wewe unaelekea. Lazima uelewe na uamini katika kanuni au sheria ya kanuni ya vitendo na matokeo, au kanuni ya sababu na athari chanya, kanuni ya action and reaction, kama vitendo au kisababishi, afu reaction ni matokeo ya kile kitendo au kile kisababishi. Marko sura ya 2 mstari wa 1 mpaka 12. Ni ile story ambayo mtu alikuwa hawezi, alichukua kwenye godoro lake na wale rafiki zake, wakaenda, Yesu anahubiri ndani ya nyumba, wakakuta nyumba imejaa, hawana pa kupita, wakaamua kutoboa dari, wakamshusha. Ukiangalia huyu hapa, kufunguliwa kwake au ni kama vile aliponywa ndio, lakini alitendea kazi ule uponyaji wake, sababu Yesu hakumfuata wala hakutaka kusubiri kwamba mpaka Yesu atakuja mtani kwetu. Aliamua kuinuka, akafunga safari, akaenda, amenyanyuliwa kwenye godoro. Maana nini? Kuna kitu alifanya, wakapata matokeo waliokuwa wanategemea. Kwa wasingechukua hatua, wasingepata matokeo. Kwa kuponywa kwake yule ilikuwa ni matokeo ya hatua alizochukua za kwenda. Wakafika pale, hakuna mlango, wakakutoboa dari. Lazima alifanya kitu. Sasa angalia, right association, watu sahihi aliojizungushia. Sababu hakuwa na uwezo kutembea, hakuwa na uwezo wa kujifikisha pale, alibebwa na rafiki zake. Kwa hiyo lazima walikuwa wana fikra zinazofanana, lazima kwa mitazamo inayofanana. Kuna mwingine rafiki tuseme labda mwingine angeambia bana twende vile, anambia wewe huko kusali huko kuombea, yule hana kitu sana sana. Labda mfano angekuwa amejihusisha marafiki ambao washirikina, wasingemshawishi kwenda kuombewa. Kwa hiyo alikuwa na positive mentality, alikuwa na fikra chanya, lakini pia alijizungushia watu ambao ni sahihi, lakini pia akachukua hatua, sababu lazima yeye mwenyewe pia aliwashawishi mnipeleke. Wasingepeleka kama yeye hajataka kupelekwa. Lakini vile vile lazima uamini katika sheria au kanuni ya imani, kwa sababu imani ndio chombo kinachoweza kukubeba kikakutoa mahali ulipo kikakufikisha mahali ambako unatakiwa kuwa, ambapo ni juu tu, sababu nawe utakuwa juu tu wala utakuwa chini. Kwa lazima uamini. Ukishaamini, imani inaweza kukutoa mahali ulipo na ikakupeleka mahali ambapo unapaswa kuwa. Waebrania 11:6 unasemaje? Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko, na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Hasa kumpendeza Mungu lazima uamini kwamba yupo na huwapa thawabu wale wamtafutao. Kwa ukishaamini kwamba yupo, kwa maana nini? Imani ina thawabu, sababu huwapa thawabu. Mtu gani? Yule ambaye ameamini kwamba yupo. Kwa sababu umeamini kwamba yupo, kuna thawabu inatoka kutoka kama matokeo ya kuamini kwako kwamba yupo. Kwa lazima uamini katika kanuni ya imani, kwamba imani ndio itakayonifikisha pale ninapopaswa kuwa. Sababu tunapopaswa kuwa ni juu tu, hatupaswi kuwa chini. Sikiza, tukijuta tuko chini, sisi tunakuwa ni disappointment kwa Mungu. Tumemdisappoint sababu ametuwekea mifumo, ametumba kwa namna ambavyo tunapaswa kuwa juu tu. Anasema nawe utakuwa juu tu wala utakuwa chini. Kwa tukiwa chini ni disappointment, tumemdisappoint Mungu. Kwa lazima tuamini kwamba tuna uwezo huo. Tuna huo uwezo wa kuwa juu tu, hatuwekewi na dunia. Hakuna dunia yoyote, hakuna mazingira yote ya dunia yenye uwezo kutuwekea ule uwezo wa kuwa juu tu. Yanaweza katusaidia tu kukuza na kwenda, lakini uwezo tunao humu ndani. Tai aliyezaliwa porini na tai ambaye mifugo imezaliwa ndani ya nyumba ya mtu, wote wana uwezo sawa.
Unaweza kuchukua tai, kitoto cha tai ukakiweka ndani, ukakifuga kama njiwa au kama kuku kwenye banda, kikakaa ndani ya banda maisha yake yote. Haimaanishi kwamba uwezo wake wa tai haumo ndani yake, umo. Siku likitoka ukaliweka kwenye tai wenzake likaruka, ndio limetoka hivyo. Kwa hiyo uwezo wa tai umo ndani yake. Kwa hata sisi uwezo wa kuwa juu upo. Hatuwekewi na shule tulizosoma, hatuwekewi na familia tulizotoka, hatuwekewi na nchi tulizopita. Tumewekewa na Mungu mwenyewe. Huo uwezo umo. Ashasema utakuwa juu tu. Aliposema hivi, iwe nuru, Biblia inasemaje? Nuru ikawa. Akaamuru anga liingie katikati ya maji, ligawe maji ya juu na maji ya chini. Afu Biblia inasema lile anga akalita mbingu. Akaenda akasema maji yaliyoko chini yajikusanye sehemu moja yawe bahari. Afu nchi kavu akaita nchi. Ikawa. Kwa alipokuwa anasema inakuwa. Kwa aliposema utakuwa juu tu, automatically uwezo wa kuwa juu uliingia ndani yetu. Kwa hakuna mazingira yanaweza kututolea uwezo. Kwa ukimchukua mtu mwenye degree 20 ukamweka sawa na mimi, wote kila mtu anatakiwa awe juu tu, haijalishi na degree 20, mimi na degree 1 au 2, apote. Haijalishi ninajua kusoma na kuandika au sijui kusoma na kuandika. Na madam nimeampa maisha yangu, nimewekewa uwezo wa kuwa juu tu, wala sio chini. Kwa nikishindwa na kuwa nimemdisappoint Mungu. Sababu aliposema nitakuwa juu tu, hakuweka masharti ya duniani kwamba utakapofanya hivi vya duniani, kuna vitu vya kwake. Akasema utakaposikiza sauti yangu, kuna vitu mimi nitakwambia, mimi Mungu nitakupa. Ukivizia na kuvifanya utakuwa juu tu. Kwa lazima uamini. Marko 10:27 inasemaje? Lazima uamini kwamba Mungu ameniwekea huo uwezo. Na uamini, ukishaamini ile imani itakupa kitu. Sema mtu amwendea Mungu lazima amini kwamba yupo, naye huwapa thawabu wale wamwendeao. Ukiamini kwamba Mungu yupo, afu kamwendea, anakupa thawabu. Kwa ukiamini kwamba mimi nimeumbwa niwe juu tu, au kuanza kuchukua hatua, kuna kitu kinachoachiliwa kwako kama matokeo ya kuamini kwako kile kitu ambacho umekiamini. Marko 10:27 inasemaje? Yesu akawakazia macho akasema, kwa wanadamu haiwezekani, bali kwa Mungu sivyo, maana yote yawezekana kwa Mungu. Yote yawezekana kwa Mungu. Kwa kama tunawezekana kwa Mungu, Mungu akishakwambia utakuwa juu tu, maana huo uwezekano upo. Na Mungu si mtu ataseme uongo. Waebrania 11:1 inasema imani ni kuwa na hakika mambo yatarajiwa, bana mambo yasionekana. Waebrania 11:1. Kwa uwe na uhakika wa mambo yatarajiwa kwamba mimi ninakuwa juu tu na ndivyo nilivyoumbwa.